umechelewa wakati mwingine kuona kile ulichotamani ukione kwa sababu ya kujichanganya. Dunia yote ni mali ya Bwana na anaiangalia kama vyombo mbalimbali vilivyoko. Vingine vya udongo tu, vikikaa karibu na moto vinawaka moto. Vingine ni vya dhahabu, vingine vya fedha, vingine vina heshima, vingine havina heshima, vya matumizi ya kawaida. Yaani ni mwanadamu anaishi kawaida kama mwanadamu. Maana yake ndio matumizi ya kawaida. Mwanadamu ana maisha ya kawaida yanayoitwa maisha ya kibinadamu. Na kama wewe ni mwanadamu ni chombo. Sasa kama ni chombo kisicho na heshima, ni chombo cha kawaida, maana yake unaishi maisha ya kawaida ya wanadamu. Maisha ya kawaida. Pengine umeokoka lakini unaishi maisha ya kawaida. Hujipambanui kama mimi ni chombo cha heshima. Hujipambanui kwamba mimi nimeokoka, nimetakaswa kwa damu ya Yesu, Bwana anakaa ndani yangu, hivyo mimi ni chombo cha heshima. Kinywa changu hakiwezi kutumika kwa vyovyote vile kama cha mwanadamu. Cha kwangu ni cha Bwana. Macho yangu hayawezi kuangalia kitu chochote wanachoangalia wanadamu. Macho yangu yatalindwa yaangalie nini, yasiangalie nini. Mungu anaongea hivi kwa sababu kuna mambo yamechelewa kwenye maisha yako, lakini hujataka kujitengeneza uwe chombo cha kupata heshima. Bwana anayekupenda hataki uendelee na jumla hiyo. Itakuchelewesha sana. Itakuchelewesha kufika kwenye kiwango ambacho Mungu amekusudia ufike, ili naye aachilie utukufu wake watu wauone kwa sababu ya hicho kiwango ulichofika. Hapo ulipo Bwana anashindwa kutukuzwa kwa sababu ya huo mchanganyo, kwa sababu ya wewe kutochora njia yako ukaenda nayo bila kuangalia kushoto na kulia. Ukiwa mwaminifu ndivyo tunavyopiga hatua. Kwa sababu Mungu akiongea na wewe ukamsikia, umepiga hatua. Achilia moyo wako umpende Bwana. Usiruhusu kitu kingine kiwe juu ya upendo wa Bwana. Usiruhusu biashara yako au kazi yako au shughuli yako ya nyumbani au chochote au hata utumishi katika nyumba ya Mungu usimame juu ya Bwana. Bwana awe juu ya kila kitu. Usije ukawaza eti kwa sababu unatumika katika kanisa basi Bwana anaanza kawa chini, wewe utumishi ukawa juu. Utumishi hautakiwi, utumishi hata uchungaji hautakiwi juu ya Bwana, kwa sababu uchungaji ni zao la Bwana mwenyewe. Bwana ndiye mwenye huo uchungaji. Kwa hiyo uchungaji hautakiwi juu ya Bwana mwenye uchungaji wake.